Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji ambaye kwa sasa unanifuatilia vyema kabisa. Bado tuko katika kuyazungumza maudhui ya kaswida ambazo tumekuwa nazo katika zama zetu hizi na hiki kizazi chetu ambacho tumekipa jina cha Gen Z. Kimekuwa na mambo mengi sana, lakini mambo mengi hayo 60% ama 80% tunafanya kwa, tunasema ile kilugha tunaweza tukasema ni ria, lakini kwa huku mtaani tunaweza tukasema ni show off nyingi sana. Yani tunafanya ili mradi tuonekane tumefanya, tunafanya kwa sababu watu tuone na sisi tunafanya. So hasa ambalo nimelikusudia tuzungumze ni kuhusiana na akhlaq, tabia za waimbaji wa kaswida. Bado zimekuwa ni changamoto kwenye jamii yetu, bado zimekuwa ni sehemu ambayo ni maumivu, hasa kwa wale ambao tunaotegemea kwamba watu wa kaswida ndio watu ambao watakuwa fronti katika kusaidiana na mashekhe hawa kwa ajili ya kuweza kufikisha ujumbe wa Allah tabaraka wa taala vizuri katika jamii hii tulionayo. Na sisi ndo tunaamini kwamba kijana ni mfano wa kuigwa, hasa kwa kijana mwenzake. Yani mimi leo kinikuta situmii kilevi chochote, sinywi pombe, sivuti sigara, sivuti bangi, sijui situmii madawa, situmii chochote, itakuwa ni sehemu ya wewe kujifunza kupitia mimi. Inawezekana ukaniuliza nikakupa darasa kwamba mimi mwenzako katika mfumo wangu naishi kwa kukipenda hiki na hiki na hiki na hiki, ndio maana haya yote siwezi kuyafanya kama unafanya wewe. Kwa hiyo inawezekana kijana mwenzangu akawa ni sehemu ya kushawishika kwa wepesi zaidi kuliko akimsikiliza shekhe, maybe akasikiliza hutuba Shekhe Jongo, akasikiliza hutuba ya Shekhe Walidi, akasikiliza hutuba ya mashekhe mbalimbali kina Chizenga, halikadhalika wakadhalika. Sasa akinisikiliza mimi, akisoma lifestyle yangu mimi, inawezekano ikamshawishi kwa ukubwa zaidi kuweza kuyafuata maisha mazuri, maisha yaliokuwa kwenye misingi ambayo Allah tabaraka wa taala anaitaka tuwe nayo kupitia kipenzi chake, kipenzi cha ulimwengu, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sisi vijana tuna access kubwa ya kuwafikia vijana wenzetu, hasa katika jamii, ndio tunaishi nao na hatuna mambo mengi sana, tunakutana nao sana. Basi hebu tujaribuni kuwa katika mfumo wa maisha mazuri. Na uzuri wa maisha haya sizungumzi umiliki gari, umiliki nyumba, umiliki mali, pesa, nini na halikadhalika vitu vizuri. Hapana, tuache zile show off za ajabu ajabu kiasi kwamba hazina misingi yoyote katika dini, hazina mantiki yoyote katika dini. Unamkuta msanii wa kaswida amealikwa sehemu kwenye hadhara, amealikwa labda tuchukulie kwenye harusi ya mtu, lakini ule mtu harusi yake haiko katika misingi ya mfumo wa dini ya Kiislamu. Na yeye utamkuta kama alikuwa ni mtu wa kujistiri, utakuta siku ile anaacha kujistiri, anaacha kuvaa stara, anaacha kuvaa vile ambavyo watu tumemzoea kumuona, anaacha kuvaa vile ambavyo dini yake inataka. Havai hijabu, hapendezi, havai hijabu inayotakiwa na hafanyi vitu ambavyo vinavyotakiwa. Unamkuta binti huyu wa Kiislamu anakwenda kule akiwa amevaa na vijua yeye, kichwa wazi, yuko aura, yani anaona ni sawa, fresh tu, ni kwa sababu hakuna mtu wa kumwambia kwamba kwa nini uko hivi. Ukiuliza nakwambia mara moja moja bwana, mara moja moja bwana. Sometime anatafuta tu watu wamzungumze. Sasa wasanii, hebu tuacheni hizi desturi. Hata wewe kaka pia umealikwa sehemu za watu, umetoka out na washikaji zako, ukifika kule sio kwa sababu shughuli ilikuwa ni ya ina vinywaji, pombe, nini, na wewe ukalazimika kunywa. Wewe unatakiwa uambie watu kwamba mimi imani yangu hainiambii nifanye hivyo vitu, hainitaki nifanye hivyo vitu.
inanitaka niachane navyo, nikae navyo mbali. Lakini wewe msanii unafanya haya, huyu ambaye anakufuatilia, anayekufanya kama ni role model wake, unataka kumpa ujumbe gani? Unataka kumuongoza vipi? Kwa niwaombe sana ndugu zangu wasanii, hebu tubadilikeni, tufuate mifumo yetu kweli kweli, tusimame, alafu Mungu atatufungulia tu mambo yetu. Inawezekana una rekodi unafanya kazi, lakini unaona kama vile unachokifanya hakitoi matokeo yote, lakini hapana, Mungu anakutazama na iko siku atakuja kukufungulia mpaka mwenyewe utashangaa. Hizo safari za nje ya nchi kwenda kutumbuiza unazozihitaji utazipata, mpaka mwenyewe utasema hiki ni nini ambacho kimekuja kwangu? Allah anakupa kwa muda mwafaka, ila kwanza fanya kazi yake kwa usahihi, kuwa mfano wa kuigwa katika jamii. Wama alaina illa albalaghul mubin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maasalam.